السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 77 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Ahbabi fillah, katika msururu wa liqa zetu za sharhi ya al-usul thalatha, wiki iliyotangulia tulimaliza ar-rukn al-awwal min arkan al-islam, wa huwa shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Na arkanul islam zote zinahusiana na almartabatu alula. Tulisema dini ya Uislamu iko na martaba tatu kama alivyosema almusannif rahimahullah ta'ala, wa hiya thalathatu maratib: almartabatu alula alislam, wathani aliman, wathalithu alihsan, wa kullu martabatin laha arkan. Tukazungumzia almartabatu alula ambao ni alislam na tukasherehesha nguzo zake. Leo tunaingia kwenye almartabatu thaniya min maratib ad-dini, wa hiya martabatu al-iman. Tunaingia katika daraja ya pili miongoni mwa daraja za dini, nayo ni daraja ya iman. Na daraja ya iman ni akhassu min darajati al-islam, yani wanaoingia kwenye daraja ya iman huwa wamevuka kwenye daraja ya islam wakapanda kwenye martaba ya juu zaidi. Fa ahlul iman hum akhassu min ahli alislami wa afdaluhum, ni kwamba wao wamekamilisha daraja ya uislamu kisha wakaongeza na daraja nyingine. Fa kila tukienda juu tunakwenda kwenye martaba ambayo ni bora zaidi, kama tulivyosema al-iman afdalu wa a'zamu min martabati al-islam, wal-ihsan a'la wa a'zamu martabatan min martabati al-iman, wa hakadha. Al-iman katika lugha ya Kiarabu lughatan at-tasdiq. Al-iman lughatan at-tasdiq. Idha qulta amantu bikadha yani saddaqtu. Imani katika lugha ni kusadikisha, kukwelisha, adosema al-iman. Dalili yake Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Yusuf alipokuwa anaelezea kisa cha ikhwatu Yusuf walivyoyafanya kumfanyia ndugu yao Yusuf alayhi salam. Waliporudi kwa baba yao walimwambia baba yao, wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin, yani wama anta bimusaddiqin lana, baba sisi tumekuelezea kwamba ameliwa na dhib, akalatu dhib, wa alhalu annaka ma tu'min bina, wewe hutuamini sisi. Kwa hivyo al-iman fi al-lugha at-tasdiq. Idha qulta amantu ma'nahu saddaqtu. Amma katika sharia al-iman huwa qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil arkan. الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. Imani katika sharia ni kuamini kwa moyo au kuitakidi kwa moyo na kutamka kwa ulimi na kutenda kazi kwa viungo vyako. Ukipatikana vitu vitatu hivi ndio imani ya muslimi imekamilika. La budda fi al-iman an yantiq,
lazima katika imani kuwe kuna matamshi yenye kuthibitisha kwamba wewe ni mu'min, na tutakuja kuelezea kifungu kimoja baada ya kingine. La budda min an-nutq. Kwa hivyo imani haitoshelezi peke yake itikadi, basi na kuzungumza maneno ambayo yanaashiria imani. Kadhalika iman la budda min al-i'tiqad al-qalbi, ndani ya moyo uitakidi kwa yale unayoyazungumza. Kadhalika unsur ya mwisho ni al-amalu bil jawarih, kutenda kazi kwa viungo vyako. Fa idha iktamalat hadhihi al-ajza'u thalatha, panapokamilika vifungu vitatu hivi, fa anta mu'minun. Hii ndio taarifa ambayo ni mashhuri inda al-ulama. Wa illa hunaka taarifu nyingine wanasema ahlul ilm, al-imanu huwa at-tasdiqu al-jazimu bikulli ma amara Allah ta'ala bihi wa rasuluhu. Huwa at-tasdiqu al-jazim bikulli ma amara Allah bihi wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam tasdiqan yatadhammanu al-amal. Tasdiqan yatadhammanu al-amal. Imani ni kuitakidi na kusadikisha ambako ni kwa kukata, hapana shaka ndani yake kila ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kusadikisha ambako kunaletwa na matendo baada yake. Kwa hivyo tunaona imani haiitwi ni imani, ni lazima kuwe kuna maneno, kuna na itikadi ndani yake, thumma tatba'uhu al-amal bil jawarih, kisha baada yake ufuatilize kwa maneno. Kwa nini tumesema hivi vifungu ni muhimu? Kwa sababu tutakuja kuona mbele kwamba kunao tawaif katika min firaq al-islam, katika firaq mubtadi'a, ambao wao wanaitakidi imani tofauti na sisi imani tunavyoitakidi ahlus sunna wal jamaa. Kuna baadhi wanaitakidi kwamba imani ni itikadi tu ndani ya moyo. Wewe ukisha kuitakidi katika moyo wewe ushakuwa muumini, hata usiposali, usipofanya chochote. Wa minhum man qala bi anna al-iman huwa qawlun faqat bil lisan, ni kutamka tu kwamba mimi ni mu'min, si lazima kuitakidi wala kufanya matendo. Lakin al-iman inda ahli sunna wal jamaa la budda an yatadhammana hadhihi al-anasir ath-thalath, lazima ikusanye hivi vipengele vitatu: qawlun bil lisan, maneno ya ulimi, wa i'tiqadun bil janan, na itikadi ya moyo, wa amalun bil jawarih wal arkan, na kutendea kazi kwa kupitia viungo vyako. Lazima uswali, baada ya kuwa wewe ushakuwa ni muumini, lazima uonekane imani yako kwa vitendo vyako. Wasali, watekeleze zile sha'air ad-din, wa illa la yakfi mujarradu an-nutq bi annaka mu'min. Tunakuja nukta ya pili baada ya kuarifisha maana al-imani lughatan wa shar'a. An-nuqtatu ath-thaniya ususul imani inda ahli sunna wal jamaa. Ususul iman inda ahli sunnati wal jamaa, misingi ya imani kwa ahlu sunna wal jamaa. Kuna misingi muhimu Uislamu anatakiwa yajue, yanahusiana na al-iman. Al-asasu al-awwal, msingi wa kwanza. Tukisema inda ahli sunna wal jamaa, weke kwenye akili yako kwamba inda ghairi ahli sunna wal jamaa sivyo wanavyoitakidi hivi. Kwa hivyo hadha huwa al-iman as-sahih alladhi jaa bihi nabiyuna sallallahu alayhi wasallam. Hii imani tunaizungumza hapa ndio imani ya mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake, ambao sisi tumeambiwa tuwafuate wao. Msingi wa kwanza, al-imanu inda ahli sunna wal jamaa, al-usus al-awwal au al-asas al-awwal, anna al-imana qawlun bil lisani, anna al-imana qawlun bil lisan wa amalun bil arkan واعتقاد بالجنان. أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. هذا فرع لما ذكرناه قبل قليل. إيماني katika أهل السنة والجماعة wanaitakidi kwamba haiwi wala haikamiliki imani ya Muislamu mpaka ikusanye vitu vitatu: maneno ya ulimi, yani katika maneno yako washirie kwamba wewe ni Muislamu, na ndani ya moyo wako waitakidi yale unayoyazungumza na yafuatilishwe na
matendo. Tunakuja kwenye unsur al-awwal. Ni nini maana qaulun bil lisan? Ma maana qaul bil lisan? Huwa an-nutq bishahadatayn. Huwa an-nutq bishahadatayn, ni kutamka shahada mbili. Muislamu hawe muislamu lazima atamke shahada, uthibitishe uislamu wako. Na tushazungumza kwamba kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ndio miftahu ad-dukhuli fil Islam, ndio ufunguo wa kuingilia kwenye Uislamu. Kwa hivyo nutqun bil lisan maanahu ash-shahadatan, ni shahada mbili, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ma dalilu ala anna al-iman qawlun bil lisan? Katika kwenye aya na Qur'ani au Sunna, na mtu pengine atatolea dalili kwamba imani lazima utamke, yani kuna maneno yenye kuthibitisha kwamba wewe ni Muislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema qulu amanna billahi wama unzila ilayna wama unzila ila Ibrahim Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbaq. Qulu amanna, hadha qaul. Qulu amanna, semeni kwamba tumeamini. Hadha dalili ala alqaul. Kadhalika ni katika dalili kwamba alqaulu yadkhulu fil iman. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hii hadithi ambayo ameitaja al-musannif, hadithi ya Abi Hurairah, al-imanu bid'un wa sab'una shu'bah afdaluha qawlu la ilaha illa Allah. Hadha huwa mahallu ash-shahid. Imani imejengwa kwenye sehemu 70 na, yani imani si kitu kimoja. Imani ni mambo kadhaa yamekusanyika yakatengeneza imani ya mtu. So imani imetengenezwa kwenye sehemu 70 na a'laha wa afdaluha, ya juu zaidi katika hizo zenye kutengeneza iman, shu'abul iman, ya juu kabisa ya daraja ya juu ni qawlu la ilaha illa Allah, kalimatu at-tauhid. هذه أعلى شعبة من شعب الإيمان، قول لا إله إلا الله. فهذا دليل على أن القول يدخل في مسمى الإيمان. pili, اعتقاد بالقلب. اعتقاد بالقلب, lazima imani uitakidi juu ya hii la ilaha illa Allah iliyozungumza. Na tushazungumza shurutu la ilaha illa Allah nyuma. La budda an ta'taqida lima taquluhu, ويتكيد جوية هي كلمة أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على الاعتقاد؟ اعتقاد بالقلب, لازم ويتكيد كوني مويو. الله سبحانه وتعالى نسمى من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. Kuna wale ambao walisema amanna biafwahihim, kwa midomo yao wanasema wameamini, lakini walam tu'min qulubuhum, bado hawakuamini nyoyo zao. Maana yake ni kwamba walikuwa watakiwa waamini kwa ulimi, waamini na kwa moyo. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala aliwaambia wale A'rab ambao walidai kwamba wao ni waumini, Allah aliwaambia walamma yadkhul al-imanu في قلوبكم فدل على أن إيمان القلب داخل في مسمى الإيمان. كذلك متوم صلى الله عليه وسلم نسمى كتك حديث الذي رواه أصحاب السنن وغيره، قال عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، إن ينبغ ممياميني كندمي زينو lakini imani bado haijaingia kwenye nyoyo zenu. La tu'dhul mu'minina, musiwaudhi waumini, wala taghtabuhum, wala musiwasengenye, wala musifate aibu zao, kama ilivyokuja katika hadithi fa innahu man tatabba'a awrata akhihi tatabba'a Allahu awratahu, mpaka mwisho hadithi. Ashahid min alhadith, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaita wale ambao wameamini kwa ndimi zao lakini bado haijaingia imani katika mioyo yao,
fadalla ala anna al-imana la yakmulu illa bi'tiqadi al-qalbi. Kwa hivyo i'tiqadu al-qalbi kunaingia kila ambacho Muislamu anatakiwa awe aitakidi katika moyo. Fayadkhulu fi hadha jamiu alhasanati albatina, kila jema la ndani ya moyo inaingia katika imanul qalb, zikiwemo zile arkanul imani sit na nyinginezo. Thalithan, tumesema amalul jawarih, ni lazima imani kupatikana matendo yanayothibitisha imani yako. Amalul jawarih, nayo katika amalul jawarih yadkhulu fihi kullu ma amara Allah ta'ala bihi min al-a'mal adh-dhahira. Yadkhulu fihi kullu ma amara Allah ta'ala bihi min al-a'mal adh-dhahira. Katika amalul jawarih kunaingia kila ambalo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha katika yale matendo ya dhahir. Dalili ya kwamba kunaingia matendo katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Baqara, wama kana Allahu liyudhi'a imanakum, wama kana Allahu liyudhi'a imanakum. Hii aya ilikuwa inazungumzia kuhusu swala. Aya ya nyuma ilikuwa inazungumzia sala, wale masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa kabla ya kubadilishwa qibla wakielekea Sham. Qibla kilipobadilishwa wakalekezwa al-Kaaba, masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, je, zile swala zetu tulikuwa tukiswali kuelekea kule al-Kaaba vipi, na wale waliokufa ambao hawakupata kubadilishwa kwa qibla swala zao vipi? Walikufa bado wakiwa wanaelekea Sham. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wama kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah subhanahu wa ta'ala hatozipoteza bure zile swala zenu. Allah akaita swala ni iman, fasamma as-salata imanan, fadalla ala anna al-imana, as-salatu ni katika a'mal al-jawarih, ni katika matendo ya kiwiliwili, lakini Allah azza wa jalla ameita ni iman, fadalla ala anna al-a'mala dakhilatun fi musamma al-iman. Kadhalika ni katika adilla kuonyesha imani kunaingia vile vile matendo kwenye hii hadithi ambayo imetaja musannif, al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Mojawapo alitaja ni imatatul adha anit tariq. Imatatul adha anit tariq ni kitendo hichi. Al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba, a'laha qawlu la ilaha illa Allah, kisha akasema wa adnaha imatatul adha anit tariq. Ya chini kabisa katika shu'abul iman ni mtu kuondosha udhia katika barabara, wa hadha amal, hadha fi'l, dalla ala anna al-af'ala dakhilatun fi musamma al-iman. Idhan ahbabi fillah, imani ya mtu haiitwi ni iman mpaka kupatikana hivi vitu vitatu: qawlun bil lisan, amalun bil jawarih wal arkan, wa i'tiqadun bil janan. Hiyo ndio msingi wa kwanza inda ahli sunna wal jamaa. Dalili au msingi wa pili inda ahli sunna wal jamaa katika iman, anna al-imana yazidu wa yanqus. Anna al-imana yazidu wa yanqus. Imani mbele ya wanavyoni wa ahli sunna wal jamaa, i'tiqadi sahihi ni kwamba imani inazidi na inapungua. Imani inazidi na inapungua. Imani si kitu ambacho kimekaa tu namna hii kama maji hayo yaliyojaza kwenye chupa kwamba hakuingii tena hakupungui, la. Imani inazidi na inapungua, wa hadha bi ijma'i ulama'i ahli sunna wal jamaa. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala aliulizwa, ayazidu al-iman? Akasema naam, hatta yakuna mithla al-jabal, imani inazidi mpaka inakuwa mfano wa jabali. Akaulizwa, awa yanqus, je, imani inapungua? Akasema naam, hatta la yabqa minhu shay, mpaka hakubaki kitu katika moyo wa mu'min, waliyadhu billah. Imani yazid wa yanqus. Na al-Imam al-Bukhari rahimahullah anasema, qad katabtu fi sahihi hadha, nimeandika kwenye kitabu changu hiki Sahih al-Bukhari, an 100,000 shaykh,
nimepokea hadithi kwa mashekhe 100,000, yani wale mashekhe zake ambao wamepokea kwake hadithi, kulluhum yaqul, wote walikuwa wanasema al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqadun yazidu wa yanqus. Yani sikupokea hadithi mimi kwenye sahihi yangu, sikupokea hadithi kwa shekhe yoyote au rawi yoyote ambaye ana itikadi potofu, anaipinga kwamba aqida ya Ash'ari au al-Qadariyya au ghairi ma rawa dhalika al-Bukhari rahimahullah ta'ala, kwamba aliyopokea ni mashekhe waliosalimika itikadi yao rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hivyo al-iman yazid wa yanqus, si kitu kwamba kiko pale pale. Na wewe mwenyewe Muislamu ukijiangalia nafsi yako utaona kwamba hiki ni kitu maaqul aqlan, al-aql yaqbal. Kuna siku utajihisi wewe uko karibu zaidi na Mola wako subhanahu wa ta'ala, unaona kidogo nafsi imekuwa laini, una khushu', una himma ya ibada, una nashat katika kutekeleza. Hada dalili ala ziyadati al-iman. Na kuna siku unajiona mwenyewe moyo hautaki kutekeleza ibada, sala ya jamaa unapitwa, unafanya pengine maasi wal iyadhu billah. Hii ni dalili ya kuonyesha kwamba imani imeteremka. Walidhalika imanu almuslimina yazidu fi mawsim Ramadhan, katika msimu wa Ramadhan utakuta watu imani zao zimepanda kwa sababu ya ibada. Hadha dalil ala anna al-iman yazid wa yanqus. Ma dalil ala anna al-iman yazid wa yanqus? Adilla katika Qur'ani ni nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema liyazdadu imanan ma'a imanihim, liyazdadu imanan ma'a imanihim, ili wapate kuzidi imani juu ya imani yao walionayo. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema wayazdada alladhina amanu imana, wayazdada alladhina amanu imana. Kadhalika Allah azza jalla anasema walladhina ihtadaw زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذه كلها أدلة من القرآن الكريم على أن الإيمان يزيد وينقص. إيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك أهل العلم ونسema kuna mambo manne yanazidisha iman, na yote yanaingia katika taa, yazidu bitaa wa yanqusu bil ma'siyah. Imani yazidi kwa mambo manne, na haya mambo manne yote yanaingia katika taa, na kinyume chake ni maasiya. Yani kila taa kuna kinyume chake ambacho ni maasiya. Awalan, al-iman yazid bikathrati mutala'ati asma'illahi subhanahu wa ta'ala wa sifatihi, tafakkur fi asma'illahi jalla wa ala, uyasoma majina ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na sifa zake. هذا داخل في الطاعة، بل هو أعظم الطاعات. ثانيا kinyume chake nini? Kinyume cha التفكر في أسماء الله وصفاته عدم التفكر. Kwa hivyo yule ambaye hamtambui Allah subhanahu wa ta'ala, hajui majina yake, hajui sifa zake, imani yake inapungua, yanqus. ثانيا التأمل في آيات الله الشرعية، التأمل في آيات الله الشرعية، كتأمالي كتك آيات الله سبحانه وتعالى، آيات الشريعة. نفس الشيء ما هي الآيات الشرعية؟ ما هي الآيات الشرعية؟ الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسله، ikiwemo ni Qur'anul Karim, ndicho kitabu chetu, ndio wahi uliobakia, ndio ayat shar'iyya tulionayo. Kutaamali katika Qur'ani maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, imani inazidi. Kwa hivyo yule ambaye hasomi Qur'ani wala yataammalu al-Qur'an, al-iman yanqus, imani inateremka chini. Thalithan التأمل في آيات الله الكونية، kutaamali aya za ulimwengu, ayat adh-dhahira kas-samaa wal-ard wal-bihar wal-jibal wal-ashjar wal-hayawanat wa fi nafsika kadhalik, taamali viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, imani inapanda. Kwa hivyo alladhi la yataammal yanqus imanuhu. Wa rabi'an فعل الطاعات، فعل الطاعات.
kinyume chake fi'lu al-ma'asi. Al-ma'asi yanqusu al-iman. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, yani wa huwa mu'minun kamilul iman. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun kamilul iman. Mwenye kuzini anapokwenda kuzini hazini akiwa imani yake imekamilika. La naqasa shay'un min al-iman. La naqulu kwamba imani yote imekosekana, kalla, iman mawjud, lakini naqasa shay'un min al-iman. Ndio maana akaenda kazini. Wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min, na haibi mwenye kuiba hali ya kuwa ni mu'min aliyekamilika imani. Anayekwenda kuiba ni kwamba amepungukiwa na imani ndio akaweza kwenda kuiba. Wa hakadha, mambo kila maasiya kiyafanya wewe ni kwamba dalilun ala naqsi al-iman. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwasifu wanawake akisema ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dini adhhaba li lubbi ar-rajuli al-hazim min ihdakum, sijaonapo mimi kiumbe ambaye au viumbe ambavyo wana upungufu wa akili na dini, ni wapungufu wa akili na ni wapungufu wa dini, lakini adhhaba li lubbi ar-rajuli al-hazim, anaweza kuipiku na kumgeuza akili ya mwanamume indahu hazm, barabara kabisa, mwanamume hazim. Lakini akipambana na kiumbe hiki ambacho kina upungufu wa akili na dini, mara moja anapinduliwa. Min ihdakunna, kama nyinyi wanawake. Yani wanawake Mtume sallallahu alayhi wasallam amewasifu ni naqisatu aqli wa dini, ni wapungufu wa akili na dini. Na upungufu wa akili haimaanishi kwamba wanawazimu, sio tukafahamu kwamba wanawazimu, la. Upungufu wa akili Mtume sallallahu alayhi wasallam alielezea katika hadithi, aliulizwa ma nuqsanu aqlihinna wa dinihinna, ni nini upungufu wa akili ya wanawake na dini yao? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema upungufu wa akili ya wanawake ni kwamba shahidi wawili wa kike wanasimamia shahidi mmoja wa kiume. Fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani, imra'atani taqumani maqama rajul, ili mmoja akisahau mwingine amkumbushe, sababu ni wingi wa kusahau kulingamana na tabia zao za kiuke, hufanya mambo mengi wasahau. Sasa mwanamke akiwa na mwenzake atamkumbusha akisahau katika ushahidi, sio hivyo bwana, ni hivi. Huo ndio upungufu wa akili wa wanawake. Ama upungufu wa dini, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alaysat idha kanat haidatan lam tasum wa lam tusalli, mwanamke akiwa kwenye ada yake ya mwezi si hasali wala hafungi, hafungi siku 7 kwa uchache au siku 6, na hasali siku 7 au siku 6. So katika ibada zake kuna mapungufu. Mwanamume ameswali hizo siku, ana ziada ya ibada, ijapokuwa yeye ataambiwa alipe saum, lakini as-sala la yaqdi, la taqdi as-sala, halipi sala. Kwa hivyo katika ibada zake kuna mapungufu. Kuna siku yeye hafanyi ibada, wanaume wanang'ang'ana. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wamepungukiwa na. Kwa hivyo hada dalili ala anna al-iman yanqus. Kadhalik Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadith fi sahih Muslim wa ghairi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi, thumma qala wa dhalika adhafu al-iman, ile moyo ni adhafu al-iman. Katika riwaya nyingine katika hadithi ya Ibn Mas'ud, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema walaysa waraa dhalika habatu khardalin min iman, ikiwa hata kwenye moyo pia uchukii, basi huna hata tembe ya mchanga ya imani huna. Afadhali wewe adhafu al-iman katika jambo. Ikiwa sasa wewe umefika kwenye daraja hata kuchukia uchukii, asema falaysa waraa dhalika habatu khardalin min iman, chini ya hapo hakuna tembe ya imani, kwamba hata fi qalbik la yata'allam
Fahadha dalil ala anna al-iman ndio yale maneno Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anasema wa yanqusu hatta la yabqa minhu shay, wa yanqusu hatta la yabqa minhu shay. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imanan, aliyekamilika zaidi imani. Kwa hivyo kuna wengine imani yao haikukamilika zaidi, na ndio maana Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala akasema kwamba yule ambaye amekutangulia yuko mbele kwa akhlaq, amekushinda kidini, amekushinda kwa dini, yuko mbele. Sababu Mtume anasema akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mu'min aliyekamilika imani yake kisawa sawa ni yule mwenye tabia njema. Kwa hivyo aliyekushinda kwa tabia njema amekushinda kwa iman, amekushinda kwa Uislamu. Qad sabaqaka fi hadha. Msingi wa tatu katika misingi ya al-iman inda ahli sunna wal jamaa ni kwamba anna an-nasa yatafadhaluna fil iman. Anna an-nasa yatafadhaluna fil iman, watu wanapishana katika imani. Waislamu hawako daraja moja katika imani. Yani imani zetu sote hapa sisi ziko sawa? Hapana. Kila mmoja ana kipimo chake, na sababu ya kwamba imani ni tofauti ni kwamba imani si kitu kimoja. Imani ni shu'ab, wannasu yatafawatuna fi istikmali hadhihi shu'ab. Watu wanatofautiana katika kuzikamilisha hizi sehemu za imani. Mtume anatuambia alayhi salatu wassalam, imani imegawanyika sehemu 70 na. Sasa je, hizi 70 na kila mmoja anazo hapa zimekamilika? La, utakuta kila mmoja ana yake. Kuna yule ana hii, mwingine hana, amepungukiwa. So tafawutu an-nas fi istifai hadhihi ash-shu'ab, hadha yuaddi ila tafawut an-nas fi maratibihim wa tafawutihim wa tafadhulihim fiha. Watu hawako katika imani daraja moja, na haya ni misingi ya ahlus sunna peke yake. Nahnu nadhkur usus al-iman 'inda ahli sunna. Maana dhalik anna hunaka ta'ifa mimman yantasibuna ila al-islam kwamba la yuwafiquna hadha al-asl, hawafiqiani na msingi huu. Wanasema la, imani watu wote. Kwa hivyo yule asi na mu'min imani yao sawa sawa, kiwa ni 50 ni 50, sote imani yetu ni imani moja. Hata al-aql ma yaqbal hadha, hata akili haikubaliani. Vipi mmoja sabiqun bil khairati biidhnillah, mmoja anang'ang'ana na kupambana na nafsi yake kweli kweli, yujahid nafsahu katika kutekeleza maamrisho na kujiepusha na makatazo. Thumma thani munhamikun fil maasi mustahtir la yubali yataadda hudud Allah, thumma ba'da dhalika yakunu sawa. Mwingine hajali, anavurumiza kwenye maasi mchana leila wa nahar, kisha awe sawa na yule ambaye amejipinda. Haiwezekani. الناس يتفاوتون في الإيمان. ما الدليل على ذلك؟ Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuhusu wale watakaoingia motoni katika wale usatu ahli alqibla, wale ambao ni maasi katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wataingizwa motoni. Kunao wataoingia motoni, lakinnahum la yukhalladun, hawatokaa milele motoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yakhruju minan nari man qala la ilaha illa Allah, atatolewa siku ya kiyama motoni yule aliyesema la ilaha illa Allah wa fi qalbihi mithqalu burra, wa fi qalbihi mithqalu burra, na katika moyo wake kuna kipimo cha burra, mtama, tembe ya mtama, au khardala, au tembe ya mchanga, au dharra min al-iman. Kumaanisha kwamba kuna wengine ambao wako juu zaidi ya imani ya hawa wako chini kabisa. Mithqal dharra, mithqal dhurra, mithqal habba, mithqal khardala. Maana dhalika wa hunaka unas ambao wako juu zaidi kwenye imani. Fadalla ala anna an-nasa yatafawatuna fi hadha. ومما يدل عليه دلالة واضحة
ni hadithi ambayo ameipokea al-Imam al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Sa'id. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema baina ana naimun, Mtume anasema siku moja nilipokuwa nimelala, raaitu an-nasa yu'raduna alayya, nikaja nikaota usingizini kuna watu naonyeshwa na waona usingizini, wa alaihim qumus, hali ya kuwa wamevaa kanzu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amelala, akawa anawaona baadhi ya masahaba ndani ya usingizi, fulani amuona Abu Bakar, amuona masahaba zake, wa alaihim qumusun, hali ya kuwa wamevaa kanzu. Minha, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, minha ma yablughu thudiyya, wapo katika hao watu niliowaona waliovaa hizo kanzu zao zimefika kwenye kifua, athudi. Na hapa ulama wanasema katika hii hadithi kuna dalili kwamba athadi si ya mwanamke peke yake, hata mwanamume kifua chake kinaitwa thadi. Hada dalala ala anna lirrajuli kadhalik thadi, walaysa kama yadhunnu al-ba'd kwamba anna athadi khasun lilmar'a. Kifua cha mwanamke kinaitwa thadi, lakini kadhalika kifua cha mwanamume kinaitwa thadi. Kuna watu wamevaa nguo, wamevaa vikanzu vifupi vinawafika hapa, yani watia kichwa wewe kwenye mikono kisha yafika hapa, haifiki hata kwenye kitovu. Wa minhum ma duna dhalik, kuna wengine huyu mwenye thadi huyu uko kidogo ndefu, kuna wengine zimesikilia hapa kama yani haijafika hata kwenye kifua. Asema wa uridhu alayya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, nikaonyeshwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, wa alayhi qamisun yajurruhu, wa alayhi qamisun yajurruhu, namwona amevaa kanzu anaiburuza, yani iko chini kabisa, mivuka chini ya macho ya maguu anaburuza. Sio ukasema basi katika hii hadithi kuna dalili kwamba yafaa kuvaa nguo isbali, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliota kwenye usingizi, Umar radhiallahu anhu amevaa kanzu mpaka inaburuza chini, kwa hivyo kuanzia leo mimi nitavaa nguo ya kuburuza. Kalla, la yadullu alhadith hadha. Sikilize Mtume sallallahu alaihi wasallam atatafsiri vipi. Qalu, masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam, hakadha al-anbiya kulluhum, ndoto zao zilikuwa ni wahi. Shaitani hawezi mchezea mtume yoyote, ndoto anayota mtume ni wahi. Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba wakamuuliza, fama awwalta dhalika ya Rasulullah, umeitafsiri vipi ndoto hii? Na hapa yaonyesha kwamba kutafsiri ndoto si kitu cha mtu kubahatisha. Leo ujitokeza watu wakasema wao tafsiri ndoto. Kwa nini masahaba wasitafsiri wao hii ndoto? Lakini wamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kutafsiri ndoto ni ilmu. Ndio maana Imam Malik rahimahullah ta'ala anasema mwenye kutafsiri ndoto fa inma yatalaabu ma'a juz'in min an-nubuwwa, anachezea sehemu katika utume, anachezea sehemu katika utume, katalaab bihadha, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja ndoto kwamba ni juz'un min bid'atin wa 30 juz'an au bid'atin wa 40 juz'an min an-nubuwwa, ni katika sehemu ya unabii. Asema kwamba hakuna utumi baada yangu, lakini hizi zilizobakia ni ishara ambao ni ndoto anayooteshwa mwanadamu, ar-ru'ya as-salihah, yara au yura lahu, anaota yeye au mtu mwingine anamuotea yeye. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa fama awwalta dhalika ya Rasulullah, Mtume alayhi salatu wassalam akasema ad-dinu, na ad-din idha utliqa yashmalu al-islam wal-iman kullah. Ad-din ni al-islam wal-iman. Na ukitaka kujua kwamba hii ni dalili ya kwamba annasu yatafadhaluna fil iman, ni kwamba al-Bukhari rahimahullah ta'ala hii hadithi kwenye sahihi yake ameweka hiyo babun fi tafadhuli ahli al-imani fil a'mal. Huu ni mlango unazungumzia kwamba watu wanatofautiana waumini katika amali zao na matendo. Je, katika hii hadithi kumaanisha
Umar radhiallahu anhu dini yake ilikuwa kamili zaidi kuliko Abu Bakr? La, haimaanishi hilo. Hadha tafdhil laysa tafdhilan amman li Umar, ni khususia ametajwa nayo. Wal umma mujtami'a, umma wamefanya ijma' kwamba khairu hadhihi al umma ba'da nabiyiha wa atqa hadhihi al umma ba'da nabiyiha wa akmalu imanan fi hadhihi al umma ba'da nabiyiha man? Abu Bakr as-Siddiq. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingine hutaja fadhila ya sahaba, hakusudii kwamba ile fadhila ni amma lil umma jami'an, la, ni manqaba amepewa yeye kwa wakati ule maalum. Ala sabili almithal, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ghazwat Khaybar aliwaambia masahaba, la utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu. Watu wakalala usiku, fa asbahu yadukuna laylatahum, kila mmoja anasubiri asubuhi nani atapewa bendera. Hata ikija asubuhi Mtume sallallahu alaihi wasallam auliza Ali yuko wapi, akaambiwa Ali yashtaki min aini, jicho la muuma. Akasema mleteni. Akija Mtume sallallahu alaihi wasallam fabasaqa ala aini, kamtufia mate kwenye jicho lake, akapona pale pale. Akapewa bendera, intaliq ala rislik, mpaka uenda hata idha nazalta bisahatihim, mpaka kamwisho an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri na'am. Kwa hivyo haimaanishi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kumchagua Ali kwamba huwa rajulun yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasulahu, kwamba Abu Bakr na Umar na wengineo radhiallahu anhum la yuhibbuhum Allah wa rasuluhu, kalla abadan. Kwa hivyo lazima hizi nusus zifahamike maana sahihi. Annasu yatafawatuna fi darajatihim fi al-iman, ndio tumetaja hii nukta. Na ahlul ilmi wanasema daraja za imani ni tatu. Daraja za iman ni tatu, na hizi daraja zimetajwa katika Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidhnillah. Hii aya ndio imetutajia darajatun nas fil iman, tafawutu maratib almu'minina fi imanihim. Dalili yake ni hii aya. Kwanza kabisa kuna wale waumini ambao wanaingia kwenye tabaka ya kwanza, ni wale dhalimun li nafsi, wenye kujidhulumu nafsi zao. Ni mu'min lakini amejidhulumu nafsi yake. Huyo anatekeleza mambo ya Uislamu, anasali, lakini vile vile anafanya na maasi. Na wengi wako katika grupu hii, ni waumini lakini wanafanya na maasi, wanasengenya, ghiba, namima na mengineyo maasi wanayoyafanya, maasi ya kuangalia, maasi ya kushika, maasi ya kusikia na maasi mengine wanayoyafanya. Al-ainani tazniyani wa zinahuma an-nadhar wal-udhunani tazniyani wa zinahuma as-sam' wal-yadu kadhalika tazni wa zinahuma al-batsh, lakin yusaddiqu dhalika wa yukadhibuhu al-farj. Uchi ndio inasadikisha ama inakadhibisha. Kwa hivyo hawa ndio wale waumini ambao wanaingia kwenye tabaka ya kwanza, dhalimun linafsi. Hawa wana aslul iman, wametamka shahada, wanatekeleza Uislamu, arkanul Islam wanatekeleza, lakini fi nafsi alwaqti ya'suna Allah azza wa jalla. Kisha wa minhum muqtasid. Ikhtisad ni wale ambao wanatekeleza ya faradhi, wayajtanibuna almuharramat, na wanajiepusha na yale ya haramu. Muqtasid watakeleza ya wajibu na ya haramu wanajiepusha, na wakiingia kwenye maasi badaru ila tauba, badaru ila tauba. Kisha wale ambao ni sabiqun bil khairat, as-sabaquna ila al khairat, hawa ndio a'la maratib al iman. Hawa ni wale ambao wanatekeleza al-islam al-dhahir wal-iman al-batin, kadhalika yatuna bil mustahabbat, wanatekeleza ya sunna, wayatrukuna al-muharramat wal manhiyat wal makruhat wal mushtabihat,
wakadhalika fudhulul mubahat, kama tulivyoelezea nyuma, si mnakumbuka? Naam. Kwa hivyo hii aya imekusanya maratibu almu'minina fi imanihim. Naam, al-musannif rahimahullah ta'ala anasema almartabatu athaniya, martaba ya pili ni al-iman. Tumeelezea nini maana ya iman lughatan wa shar'an, na tukataja misingi ya ahlus sunna wal jamaa katika iman, na tukataja darajatul mu'minina fil iman bi annahum 3 darajat. Kisha anasema rahimahullah, wa huwa bid'un wa sab'una shu'bah. Iman si kitu kimoja kama hiki, kama chupa. Imani imetengenezwa na vitu. Kuna mukawinatul iman, hunaka anasir, hunaka khisal, hunaka shu'ab al-iman. Qala rahimahullahu ta'ala, wa huwa bid'un wa sab'una shu'bah. Imani imetengenezwa na sehemu 70 na. Ma maana bid'u? Al-bid'u huwa al-adadu min 3 ila 9, yusamma bid'u min 3 ila 9. Bid'u ni kuanzia 3 mpaka 9, inaitwa bid'u. Ni kuanzia 3 mpaka 9. Wa minhum man qala bi annahum 2 ila 10. Ikhtilaf baina al-ilm. So imani imetengenezwa na sehemu 70 na yahtamili ni 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 79. هذا يسمى بضع بفتح بكسر الباء بضع. أما بضع فهو الفرج سواء أو البضع الفرج. وفي بضع أحدكم صدق. بضع أو البضع فهو الفرج أو قطعة من اللحم، kipande cha nyama يسمى البضع أو البضع. أما شعب بضع وسبعون شعبة. شعبة ni الجزء من الشيء، ni sehemu katika kitu، يسمى شعبة. الجزء من الشيء يسمى شعبة. والمراد به هنا الخصلة، ni sifa au mambo. So iman ahbabi fillah imetengenezwa na vitu 73, 74 mpaka 79. Kwa hivyo si kitu kimoja. Imani imetengenezwa na akhlaq, imetengenezwa na khisal, imetengenezwa na ajza. Hadhihi al-ajza, hizi sehemu portions ambazo zikikusanyika zote zinatengeneza imani ya mtu. So muislamu aliyekamilisha shu'ab hizi zote, huyo anaitwa mu'minun kamilul iman. Mu'minun kamilul iman li'annahu qad akmala jami'a shu'abil iman. Katika maneno ya musannif haya aliyosema wa huwa bid'un wa sab'una shu'ba, kwamba imani imetengenezwa sehemu 70 na ziada, hapa anamaanisha hadithi ya Abi Huraira katika sahihi Muslim na Bukhari kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Katika riwaya nyingine al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba. So imekuja riwaya 3 wanasema ahlul ilm katika hii hadithi. Riwaya ya kwanza ambayo imepokelewa na Bukhari, qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba. Bid'un wa sittuna iko kwenye Bukhari. Katika Muslim kuna riwaya mbili. Riwaya moja ni bid'un wa sab'una shu'ba, bid'un wa sab'una shu'ba. Katika riwaya nyingine imekuja kwa shakka bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una shu'ba. Kam riwaya? 3. الأولى البخاري ما ذكر 70، بضع وستون، هذا عند البخاري. عند مسلم بضع وسبعون، رواية الأولى. رواية ثانية بالشك بضع وستون وبضع سبعون. إذن تشيك رواية إيبي زيدان، تشيك رواية إيبي. نعم، tumia kidogo ile elimu yako ya hadithi unayojua.
Naam, tushike ya shaka. Kwa nini tushike ya shaka tuache ya yaqini? Hadha baid jiddan yani. Tuko na riwaya mbili za yaqini, 70 bid'a wa 70 bid'un wa 70 na bid'un wa 60. Hadha jazman. Kuna na riwaya ya pili ya Muslim bishak. Falimadha natruku al-yaqin wa na'khudhu bishak? Yunus. Naam. أيوة أيهما 70 و60 كذلك يقين. البخاري رواها باليقين والبخاري أصح من مسلم. نعم للعلماء في هذا مسالك. علماء ومتفاوتيana katika kuamiliana na hizi riwaya mbili. Minhum, kunao katika wanavyoni wameshika maslaki ya tarjih, wamerajihisha moja katika hizi riwaya. Kunao waliorajihisha riwaya ya al-Bukhari bid'un wa 60. Kwa nini? Wanasema hadha huwa al-mutayaqqan, hii ndiyo ina yaqini, kwa sababu Muslim rahimahullah ta'ala amepokea riwaya mbili, moja ya shaka na moja ya yaqini ya 70. Kwa hivyo al-mutayaqqin huwa bid'un wa 60. Bukhari ameitaja na Muslim kule vile ameitaja kwenye ile riwaya ya shak. Kwa hivyo naakhudhu bil aqall lianna al aqall yadkhulu fi al akthar, si ndio? Bid'un wa 60 sinaingia kwenye 70, alaysa dhalik? Kwa hivyo al aqall huwa al mutayaqqan liannahu qad warada fi sahihayn kilahuma 60. na hii ni tarjihi al hafidh ibn Hajar, anasema naakhudhu bil aqalli liannahu huwa al mutayaqqan. Riwaya ya pili wanasema tutashika riwaya ya 70 ya Muslim. Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala na wengineo wanasema kwa sababu hii 70 ni ziada, wa ziyadatu thiqati maqbula. Ziyadatu thiqa maqbula, mpokezi wa hadithi akiwa ni thiqa na akapokea riwaya akazidisha kitu, maadamu ni thiqa, ile ziada inakubaliwa. Hadhihi ziyada wa na'khudh biziyada li'annahu ja'at min al-thiqa. Wa minhum man jama'a bainahuma, na ndio madhhabi Imam an-Nawawi rahimahullah, jama'a baina riwayatayn. Anasema kwamba hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam hajakusudia adad, ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelezea kwamba imani imejengwa na sehemu nyingi sana, laysa muradu bil adad, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja 70 katika Qur'ani na hajakuisudia 70. Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allah lahum. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema lau a'lamu, lau najua, lau zidtu, lau ningelizidisha mara moja zaidi ya 70, lau kama ningelijua kama niongeza 70 watasemehewa madhambi, ningeliwaombea msamaha. Maneno haya yanajulisha nini? Kwamba Allah hajakusudia nini alayhi subhanahu wa ta'ala, hajakusudia adad. Kwa sababu lau kama ingelikuwa ni idadi, Mtume angelizidisha 70 kawaombea msamaha mara 100. Lakini aliyefahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Allah hajakusudia nini? Hajakusudia adad. Kwa hivyo al-adadu la mafhuma lahu, kama wanavyosema ulama usul al-fiqh, al-adadu la mafhuma lahu. Kwa hivyo kumaanisha kwamba imani imejengwa kwenye sehemu nyingi sana, mumkin akthar min 70, 100 au 100, 200 au 500 au 1000. Almuhim, kila jambo la khairi katika dini linaingia katika shu'abul iman. Silatul rahim ni katika shu'abul iman, al-ihsanu ila al-jar ni katika shu'abul iman, kusaidia maskini, hajj, sala, zaka, saum, tasbih, takbir, tahmid, kullu ma huwa amalun salih fahuwa min shu'abil iman. Kila jambo la khairi ni katika shu'abul iman. Baadhi ya wanavyoni wamejaribu kuzikusanya zile shu'abul iman kwenye kitabu maalum, wakaita jina kwa shu'abul iman, kama kitabu cha nani?
Nani ametunga kitabu cha kwa jina cha Shu'abul Iman? Man? Al-Imam al-Baihaqi. Kitabu chake kinaitwa Shu'abul Iman cha Imam al-Baihaqi. Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala ni katika wanavyoni wa Imam madhhab ya Imam Shafi'i, ana kitabu kinaitwa Shu'abul Iman. Ameshika hii hadithi ya Muslim, bid'un wa sab'una shu'ba, amekusanya Shu'abul Iman 77, bid'un wa sab'una shu'ba, 77. Shu'batu al-ula, shu'batu ath-thaniya, shu'batu ath-thalith, paka mwisho anazitaja birrul walidain kadha wa kadha, ataja na dalili yake. Kadhalika Abu Abdullah al-Hulaimi, mwanachuoni katika madhhab ya Imam Shafi'i, ana kitabu chake chaitwa Kitabul Minhaj fi Shu'abil Iman, vile vile amejaribu kukusanya, amefikisha 72. Lakini almuhim, nukta muhimu muislamu aifahamu ni kwamba shu'ba za iman hazina idadi maalum. Kila jambo la khairi linaingia katika shu'abul iman. Kisha asema musannif, a'laha qawlu la ilaha illa Allah, sehemu kubwa katika sehemu za iman, ya juu kabisa, kilele ambayo hakuna juu zaidi ya hiyo, ni muislamu kusema la ilaha illa Allah, kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatul haqq, kalimatul islam. A'la shu'abil iman, daraja kubwa kabisa katika shu'ab za iman ni kalimatut tauhid, hadhihi alkalima alazima. Nashazungumza nyuma kule tulipokuwa tunazungumza shahadatu la ilaha illa Allah, uzito wa hii kalima, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, mtume katika hadithi akaifanya la ilaha illa Allah ndio nini? Ndio a'zamu shu'abil imani ala al-itlaq, kalimatut tauhid. Hapa yatuambia sisi waislamu kwamba jambo la tauhidi si jambo la muislamu kulichezea, ni jambo ya la budda an yahtamma bitauhidihi ayyama ihtimam, an tufni umri wako upoteze juu ya hii kalima. Na katika hadithi hii ni dalili waliosema katika wanavyoni kwamba maneno bora katika maneno yote muislamu anayoyatamka ni la ilaha illa Allah. Hakuna a'zamu kalamin kuliko la ilaha illa Allah, hakuna dhikri bora kuliko la ilaha illa Allah. Wengine wanasema la, a'zamu dhikri alhamdulillahi rabbil alamin. Khilaf baina alulama. Ametaja al-Imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala katika kitabu chake al-Istidhkar, je, ni maneno gani bora muislamu anayetakiwa yalete? Katika hii hadithi walioshikilia kwamba ni la ilaha illa Allah wametolea hii dalili. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-imanu bid'un wa sab'una aw sittuna shu'ba afdaluha qawlu la ilaha illa. Bila shaka iko wazi kwamba mwenye kusema la ilaha illa Allah ndio a'zamu dhikri ala al-itlaq. Anasema rahimahullah, a'laha qawlu la ilaha illa Allah, hii ndio a'la shu'abil iman, wa adnaha imatatul adha 'ani at-tariq, na sehemu ya chini kabisa katika sehemu za iman ni muislamu kuondosha udhia kwenye barabara, kila kitu ambacho kinaudhi barabarani kama miba, mawe, uchafu. Sasa ikiwa kuondosha udhia ni katika shu'abul iman, je, kuweka udhia barabarani itakuwa ni katika nini? Naam, ni katika mambo yanayopunguza iman, kuweka udhia. Imatatul adha 'ani at-tariq, hapa katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa adnaha, na la chini kabisa, imatatul adha 'ani at-tariq. Kisha katikati amenyamazia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akuelezea mengine, alitaja la juu qawlu la ilaha illa Allah, na la chini kabisa uzito wake na uzani wake ni kama mtu kuondosha udhia barabarani. Wa bainahuma khisal, katikati kuna shu'ab nyingi Mtume sallallahu alaihi wasallam alizinyamazia. Hii yaonyesha nini? Yatuonyesha kwamba maadamu imani iko na shu'ab nyingi, si kitu kimoja, ni kumaanisha kwamba anna an-nasa yatafadalun
fi istikmali hadhihi ash-shu'ab, yatafadhaluna fi istikmal hadhihi ash-shu'ab. Wa adnaha imatatu al-adha 'ani at-tariq, yani aqallu shu'ab al-iman ni kuondosha udhia barabarani. Sasa ikiwa umeambiwa uondoshe udhia barabarani, unajua kwamba wewe Muislamu pia wewe mwenyewe unaweza kuwa ni udhia. Udhia haimaanishi kwamba ni lazima ikiwa ni kitu wakiondosha. Hata wewe mwenyewe Muislamu unaweza kuwa ni udhia barabarani. Alaysa kadhalik? Kaif? Mathalan, leo mara nyingi mabarubaru wanapenda kukaa kwenye mabaraza. Vijana wanapenda sana kukaa kwenye mabaraza. Na wakikaa kwenye baraza huwa wanakosea heshima wenzetu. Mara nyingi anaipita wamuudhi, msichana anapita waanza kumchezea, au wewe mwenyewe usimame barabarani watu wataka kupita, wewe umesimama pale kama roadblock, na huwezi kuona kwamba wewe waudhi watu. Hii barabara watu wapita, wewe umesimama tu kama kipia. Mtu akitaka kupita mpaka aingie kwenye ukuta kule ajigonge, sababu wewe umesimama kwenye ukuta. Yani huwezi tia akili kwamba hii barabara ni haki ya watu kupita, nikae kando. Kam minan nasi yudhuna almu'minina leo, ni wangapi wanafanya hivyo? Kaa barabarani, hana la kufanya tena, wakae na kigaro, grupu watu 3 4 5 wamepiga circle pale, watia story barabarani, njia kabisa fi wasat at-tariq. Alaysa hadha min wad'i al-adha fi at-tariq? Hadha dakhil fi wad'i al-adha fi at-tariq, inaingia katika kuweka udhia kwenye barabara. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakataza masahaba ridwanullahi alayhim, iyyakum wal julusa fi at-turuqat, tahadharini na kukaa kwenye vichochoro na barabara hizi. Masahaba akamwambia, ya Rasulullah, sisi hatuna budi, lazima tukae tutie story tukumbazane. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, ikiwa hamna budi basi fa'atu at-tariqa haqqan, na akataja zile haki za tariq: raddu salam, amru bil ma'ruf, nahyu 'anil munkar, ghaddu al-basar, kuinamisha macho yako usiangalie haramu. Sio wewe unayekaa pale waanza kuchezea na wanawake wa watu wanaopita kwa kukosea heshima. Hadha wallahi min su'il adab adhan. Naam, endelea musannif rahimahullah ta'ala, asema wal haya'u shu'batun min al-iman. Haya ni sehemu katika iman, ni katika shu'abul iman. Al-haya ni khuluqun rafi', khuluqun qalbi, tabia ya iliyoko ndani ya moyo, si kitu ambacho kiko nje. Nje inadhihiri athari tu ya haya, lakini haya aslan ni katika amalul qulub, ambayo inampelekea Muislamu kutekeleza yale ambayo ni ya kheri na kujiepusha kila ambalo ni la jambo baya. Alhayau khuluqun qalbiyun yab'athu ala fi'li alkhairi wajtinabi alqabih. Khuluqun qalbiyun yahmilu au yab'athu ala fi'li alkhairi wajtinabi alqabih. Haya ni tabia iliyoko ndani ya moyo ambayo inampelekea Muislamu kutenda kila la khairi. Ukiwa na haya, alama yake ni kwamba wajiepusha na kila ambalo la shari, chafu, baya, na kila ambalo la khairi wanalifanya. Hii ndiyo haya, wala sio haya kuogopa watu. Sio haya hiyo. Haya si kuogopa watu. Haya ya kikweli ni kuchunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaambia masahaba, istahyu min Allahi haqqa alhaya, muoneeni Allah subhanahu wa ta'ala haya, haki ya kumuonea haya. Masahaba wakamwambia, ya Rasulullah, sote sisi tuna haya sisi. Kwa hivyo wao walitafsiri haya ni kujificha, kuogopa watu, kujiweka nyuma, taki watu wakuone, huwezi kusimama mbele ya watu. Hiyo sio haya. Haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitafsiri haya ni naam, ni kutekeleza kila ya khairi. Kwa ufupi, kila ambayo ni ya khairi ukatekeleza, na kila ambalo ni jambo baya ukajiepusha. Hii ndiyo haya. An tadhkura almauta walbila, astahi an tahfadha albatna wama wa'a, ni kuhifadhi tumbo na lilozungukwa na tumbo.
Utokula cha haramu usiingize kwenye tumbo lako haramu na uchi yako. An tahfadha albatna wama wa'a warra'sa wama hawa, na uhifadhi kichwa na kilichozingirwa na kichwa, macho, masikio, pua, mdomo, usizungumze, usisikize ya haramu. Watadhkura almauta walbila, na ukumbuke mauti na kwamba itafika siku utaondoka hapa duniani. Hiyo ndiyo maana ya haya, kujiepusha yale ambayo ni ya haramu, mambo mabaya, mambo machafu, na uyafanye kila ambayo ni ya khairi. Hadha huwa alhaya. Kwa hivyo walhayau shu'batun min shu'abil iman, haya ni katika sehemu katika iman. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja mambo matatu. Kwanza, a'laha qawlu la ilaha illa Allah, hii ni katika qawlu lisan. Wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq, hii ni nini? Fi'lu al-jawarih, amalun bil arkan. Kisha akasema walhayau shu'batun min shu'abil iman, hadha nini? Amalun bil qalbi, amalun qalbi. Kwa hivyo hii hadithi yatuonyesha wazi kwamba iman ni vitu vitatu kama tulivyovitaja. Kisha akasema rahimahullah, wa arkanuhu sittah, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi. Imani imejengwa kwenye nguzo sita. Hadha inachukua kwenye maudhui nyingine ni arkanul iman. Sual, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi nyuma tulisema, anasema al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Kisha katika hadithi ya Jibril alayhi salam ametaja arkanul iman ni ngapi? Sita. Kule ni bid'un wa sab'un, hapa niliambia ni sita. Naam. Yunus, Mustafa. Almuhim ni kwamba katika hadithi ya Abi Huraira al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba ni tofauti na hadithi ya Umar radhiyallahu anhu alipokuja Jibril akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil iman, an tu'mina billahi, akataja zile arkanul iman sita. Ni kwamba al-imanu yashmalu amrayn. Al-amru al-awwal, hunaka usulul iman, usulu al-iman wa hiya al-a'malu al-qalbiyyah au i'tiqad al-qalbiyyah. Usulul iman ni katika hadithi ya Jibril. Misingi ya imani ni sita, na misingi ya imani inahusiana na nini? A'malul qulub. Amma hadithi ya Abi Huraira al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba, hadha yashmalu furu'at al-iman, furu'at al-iman, matagaa ya iman. Mti uko na asli ambao ni ule mti wenyewe na mizizi paka chini, hadha yusema asli, na ndio hadithi ya Umar radhiallahu anhu. Amma zile shu'ab, matagaa, zimetajwa katika hadithi ya Abi Hurairah radhiallahu anhu, al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba. So iman imejengwa katika misingi au rukni sita. Nguzo ya kwanza, an tu'mina billah, ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na tulitaja nyuma kule kama makumbuka, kaifa tu'minu billahi jalla wa ala, ma'rifatul 'abdi rabbah. Aywa, ma'rifatul 'abdi rabbahu tashmalu madha? Shasahau vipi kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala? An tu'mina yashmalu kam? Arba'ata umur, mambo manne. Awalan, al-imanu biwujudi Allah. ثانيا الإيمان بربوبيته. ثالثا الإيمان بألوهيته. ورابعا الإيمان بأسمائه وصفاته. Kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala imekusanya mambo matatu. Kwanza, uamini kwamba Allah yuko, si mambo ya khurafat kama wanavyodai baadhi ya watu al-aqlaniyun alladhina yunkiruna wujud Allah, na malahida alladhina yunkiruna wujud al-khaliq. Kwa hivyo lazima Muislamu uamini kwamba Allah yuko. Pili, uamini rububia yake. Tatu, uamini uluhia, na ya mwisho uamini al-asma'u was-sifat. Tunakwenda kwenye rukni ya pili. Hatuzungumza mingi kuhusu masala ya al-imanu billah kwa sababu tushazungumza nyuma. Nguzo ya pili katika nguzo za iman, al-imanu bimalaikatihi, ni kuamini malaika zake Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa ar-ruknu ath-thani min arkani al-iman.
Almalaika jam'u malak. Malaika ni mwingi wa malak. Malak ni mmoja, malaika ni wengi. Maana ya malaika, hum alamun ghaibi. Almalaikatu alamun ghaibiyun خلقهم الله من نور. الملائكة عالم غيبي خلقهم الله من نور وجبلهم على الطاعة والعبادة. وجبلهم على الطاعة والعبادة فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولا يعلم عددهم إلا الله. ولا يعلم عددهم إلا الله. ليسوا بالذكور ولا بالإناث. ليسوا بالذكور ولا بالإناث. هذا ما يتعلق بالإيمان بالملائكة. ملائكة ni ulimwengu ambao uko kwenye ghaibu, hatuuoni sisi, ni kitu tumefichiwa sisi. Ma nara almalaika, wala hakuna mtu aweza kusema mimi muona malaika leo. Malaika anayemuona ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sura zake, na masahaba wanamuona malaika kwa sura za kibinadamu, kwa sura za kibinadamu, kama Jibril alayhi salam alipokuwa akija kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo hakuna mtu aweza kusema mimi muona malaika. Kwa hivyo malaika ni ulimwengu wa ghaibu, umefichamana, hatuuoni. Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba kutokamana na nuru. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema khuliqatil malaikatu min nur, malaika wameumbwa kutokamana na nuru. Wa khuliqal jannu min marijin min nar, na malaika wameumbwa kutokamana na ulimi wa moto, ile ncha ya moto ile ya juu. Na nyinyi mumeumba kutokamana na mchanga. Wa khuliqal insanu bima wusifa lakum, kama tulivyoelezewa katika Qur'an, tumeumbwa kutokamana na mchanga. Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba malaika na akawaingiza katika nafsi zao taa. Kwa hivyo wao wameumbwa, maumbile yao ni maumbile ya kupenda taa, wala hawapitikiwi katika nafsi zao kwamba kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika haipitikii katika nafsi yake kumuasi. Jubilu ala taa, asli ya kuumbwa kwao wamependezeshwa ibada. Hum yaabuduna Allah azza wa jalla bas, fala ya'suna Allah azza wa jalla ma amarahum, hawa muasi Allah subhanahu wa ta'ala katika yale aliyowaamrisha. Wayaf'aluna ma yu'marun, na wanatekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha. Hakuna anayejua idadi ya malaika isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wako wengi sana malaika, ahbabi fillah. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam aelezea kuonyesha kwamba malaika ni wengi, asema alayhi salatu wassalam, innahu la yadkhulu fil bayti al-ma'muri fi as-sama'i as-sabi'a kulla yawmin 70,000 malak la ya'uduna ilayhi ila qiyam as-sa'a. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam kunaingia katika Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ahlul ilmi wanasema ni kama msikiti, ni kama al-Kaaba, Baitullah al-Haram, ni kama msikiti, mahali pa kuabudu wa malaika, iko katika mbingu ya saba. Wanasema imelekeana direct na al-Kaaba, yani muwazi lil-Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii Baitul Ma'mur ni kama msikiti wao wanaabudu. Kila siku kunaingia malaika 70,000 kuanzia Allah subhanahu wa ta'ala ayumbe hii Baitul Ma'mur, kunaingia malaika 70,000 na wanaoingia hawarudi tena, waingia wengine kuanzia Allah ayumbe. Kila siku kunaingia malaika 70,000, wakitoka wanakuja wengine, wakitoka wanaingia. Kila yawm 70,000 malak. Kam, piga hesabu kwa siku, kwa wiki tu ni malaika wangapi hao? Kwa wiki 70,000, kam? Malaika wengi. Kadhalika malaika si wanawake si wanaume. Almalaika laysu bidhukur wala bilinath. Wafi hadhi almas'ala kalam, kuna maneno marefu. Kunao wanaosema katika wanavioni malaika ni wanaume, na hii ndio ikhtiyari al-Allama Ibn Baz rahimahullah, sema malaika ni wanaume.
Wengine wanasema la, si wanaume si wanawake, kwa sababu Qur'ani haikutuelezea jinsi yao, bali Qur'ani iliwakemea wale ambao waliwasifu wanawake wakasema ni wale wasifu malaika wakasema ni wanawake, wakasema kwamba madha qala waja'alu almalaikata alladhina hum ibadu arrahmani inathan. Madha qala ashhadu khalqahum, je washawahi kuona umbile la malaika? Satuktabu shahadatuhum wa yusalun. Kwa hivyo usalama muislamu ni kusema malaika laysu bidhukuri wala bilinath, la na'rif jinsahum, hatujui jinsi yao, wala utakwenda kufanya ubahthi wewe kwenda kutafuta malaika jinsi yao ni jinsi gani. Madha tastafid min hadha? Qur'an amsak, Qur'ani imenyamaza, wa nahnu numsiku ma amsaka alquran, tunyamaze yale yaliyonyamazia Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala sema wama ya'lamu junuda rabbika illa hu, na ni katika junud na wanajeshi wa Allah subhanahu wa ta'ala ni malaika. Allah azza wa jalla amewaumba malaika kwa malengo ya tadbir shu'uni al-kawn, kupeleka huu ulimwengu. Ulimwengu huu Allah subhanahu wa ta'ala amepanga kwa hikma yake kwamba malaika ndio wanaopeleka kwa amri yake. Kuna malaika ambao kazi yao wamewakilishwa mvua, kuna malaika ambao wamewakilishwa kuteremsha wahi, kuna malaika waliowakilishwa kila mmoja. Kuna malaika wa mvua, kuna malaika wa jua, kuna malaika wa majabali, kuna malaika wa moto, kuna malaika ambao wanatuhifadhi sisi, wanatuhifadhia amali zetu, kuna hafadha alladhina yahfadhuna min bayni aydina wa min khalfina. Yani kila sampuli ya malaika Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba, malengo ni tadbirul kawn, ni kupeleka maisha ya huu ulimwengu. Na Allah subhanahu wa ta'ala anaweza mwenyewe kupeleka ulimwengu bila ya malaika, lakini hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala imetaka kwamba aumbe malaika, kwamba wao ndio wenye kupeleka ulimwengu kwa amri yake subhanahu wa ta'ala. Na mengi insha Allah tutakuja kuyazungumza kuhusiana na malaika. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi